بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما tukiwa bado tunaendelea kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala na idhini yake, tutaendelea kupeana nasaha mbalimbali na irshadat na ulum mbalimbali ambazo zahusiana hizi katika dini yetu hii ya Kiislamu. Tuliandaa hizi episode, hizi halakat majalis, kuangalia hii amana kubwa ya watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Tukwenda kuulizwa kwa hii amana, tukaonelea tuweke hizi episode, hizi majalis, kujaribu kutaja misingi ambayo kupitia misingi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala takuwa ni sababu ya hawa watoto wetu Allah kuwalea katika malezi ya Kiislamu na adabu za Kiislamu. Katika episode iliyopita tulitaja msingi wa kwanza miongoni mwa misingi ya kuwalea watoto, ambayo ilikuwa ni ikhtiyaru azawjati salihah, ni kuchagua mke aliyekuwa mwema. Kana kwa mwanaume kuchagua mke aliyekuwa mwema, na pia kadhalika kwa wazazi kuwachagulia mabinti zao waume waliokuwa wema. Tukaeleza msingi huu kwa kusoma ahadith na kufafanua kwa kadiri ambao Allah subhanahu wa ta'ala alituwafikisha. Ama katika episode yetu hii ya leo tutaendelea kutaja hizi misingi. Tutataja msingi wa pili miongoni mwa misingi ya kulea watoto, ambao ni gharsu al-aqidati as-sahiha wal-iman as-sadiq, kuipandikiza ile itikadi iliyokuwa sahihi, na pia kadhalika imani iliyokuwa ya kweli. Kupandikiza viwili hivi katika mioyo ya watoto wetu. Katika mioyo ya watoto takikana wazazi waipandikize aqida iliyokuwa sahihi na imani iliyokuwa ya kweli kwa watoto wao, kwani fal aqidatu wal iman, kwani aqida kwa maana tauhid na imani, viwili hivi al-asas, viwili hivi ndio msingi alati tubna alayhi baqiyatul a'mal, ndio msingi ambao unajengwa katika msingi huu, msingi wa tauhid na aqida na iman inajengwa katika huu msingi. Baki ya matendo mengine yote ni matendo yote yalobaki, funga, الصيام والزكاة والحج والصلاة والصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصدق والإحسان والبر. vyote hizi amali zote hizi ibadat zinajengwa katika huu msingi wa tauhid, aqida na kadhalika na iman. Fa idha salaha al-asas, basi huu msingi ukiwa ni mzuri, msingi wa aqida, tauhid na iman, saluhat al-atharu an-natija anhu, basi itakuwa nzuri zile athari ambazo zinapatikanika katika anhu, yeye. Ikiwa msingi wa tauhid na aqida na iman ukiwa ni mzuri, basi itatoa matokeo mazuri. Wa athmarat ath-thimar at-tayyiba, na pia kadhalika msingi huu ukiwa ni mzuri, basi utatoa yale matunda yaliyokuwa mazuri. Msingi wa tauhid na iman, kana msingi huu tuingize na tuoteshe, uingie katika judhur ndani ya mioyo ya watoto, msingi wa tauhid na iman. Fashajaratu idha quti'a asluha matat, tufahamu ya kwamba mti ukikatwa ile mizizi yake, matat, mti huo unakufa. Fakadhalika ad-din, na hivyo kama mti ukikatwa mizizi unakufa mti huo. Fakadhalika ad-din, na hivyo dini, idha lam yuqam, ikiwa dini haitosimamishwa ala tauhid, juu ya tauhid, lam yuntafa bi, dini hiyo haitokuwa na manufaa kwa yule ambaye atasimamisha hiyo dini bila tauhid. Kwa huu ni msingi mkubwa kwa watoto, na kadhalika kwa Uislamu kiujumla, msingi wa tauhid
famanzilatu at-tauhid min ad-din, basi ile daraja, ile sehemu ya tauhid katika hii dini ya Kiislamu, manzilatul usuli min al-ashjar, ni kama vile ile mizizi katika miti. Katika ile miti, yani ile mizizi katika miti ndio sehemu na ndio nafasi ya tauhidi katika dini hii. Wal qawaidu min al-bunyan, na pia vile vile ni kama ambavyo zile nguzo na ule msingi katika jengo ghorofa au nyumba ya kawaida, ule msingi wake na zile nguzo zake, hilo ndio mfano wa tauhid katika dini hii. Kutakikana ni wajibu kwa wazazi msingi huu kuingiza katika mioyo ya watoto, msingi wa tauhid, na pia kadhalika kwa wazazi na Waislamu kiujumla, kwani Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali yoyote bila tauhid. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii Allah ndio alituma manabii, wote kwa msingi huu wa tauhid. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah alituma katika kila umma, alituma mitume katika umma huo kuwataka wale watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajiepushe na taghut, shaytan. Kwa msingi huu zimekuja nususu nyingi min alkitabi wa sunna zikitilia umuhimu wa kuipandikiza, kuikitisha hii al-aqidatu salima, kuiweka hii, kuikitisha hii itikadi iliyosalimika, wal imanu sahih, na imani iliyokuwa sahihi, fi nufusi al-abna. Zimekuja dalili nyingi juu ya kutilia umuhimu wa itikadi iliyosalimika na imani iliyokuwa sahihi, fi nufusi al-abna'i mundu sighar, kuingiza hii aqida iliyokuwa salama, iliyosalimika, na imani iliyokuwa sahihi, fi nufusi al-abna', kuingiza hii aqida iliyokuwa sahihi na imani aqida iliyosalimika na imani iliyokuwa sahihi, kuingiza viwili hivi katika mioyo ya watoto tangu wakiwa ni wadogo. Weka katika mioyo yao, ingiza katika mioyo itikadi iliyokuwa al-aqidatu salima wal iman sahih, itikadi iliyosalimika na imani iliyokuwa sahihi, kama ambavyo ilivyokuja wasia wa Luqman alayhi salam alipokuwa akimuhusia rahimahullah ta'ala, alipokuwa akimuhusia kijana wake, wa huwa yaidhu, na alikuwa akimpa mauidha, ambapo yeye alitilia tashdid, tilia mkazo juu ya huu msingi wa kupandikiza itikadi iliyosalimika na imani iliyokuwa sahihi. Alipoanza katika ule usia wake, alipomwambia kijana wake, ya bunayya, ewe kijana wangu naikupenda, la tushriki billah, simshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, kika ya shirki ni dhulma kubwa. Akaanza wasia wake huo kumkataza kijana wake na shirki, kwa sababu shirki akhtaru dhunub, ni dhambi iliyokuwa ya hatari zaidi shirki, na mtu akifa katika shirki Allah amsamehi. Na hii shirki wa huwa mubtilun li jami'i al-a'mal, na hii shirki inaharibu matendo yote. Shirki ni kama ambavyo mtu akiwa yuko na tahara, ikiwa yatatokea yale ambayo yanaharibu hiyo tahara, akiwa tasali swala yake si sahihi, ndivyo hivyo mtu akifanya a'mal, akasali, akahiji, akatoa zaka, akatoa sadaqa, akasaidia al-aitam wal aramil, wajane wale na mayatima, akawasaidia, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu salamata wal afia, basi matendo yake yote yanaharibika. Wa huwa mubtilu li jami'i al-a'mal, na hiyo shirki inabatilisha matendo yote. Kwa Luqman al-Hakim, yeye akamuhusia kijana wake usia wake wa mwanzo kujiepusha na shirki, na akimuhusia kujiepusha na shirki, hapo hapo anampa usia kusimamisha msingi wa tauhid. Fagharsu hadhihi al-aqida fi nufusi al-abna, basi kupandikiza hii itikadi sahihi iliyosalimika na imani sahihi katika nafsi za watoto, hii inakuwa ni ihsan, ta'zizu li martabati al-ihsan indahum, inakuwa ni ihsan kwa wao, na pia kadhalika inakuwa pia vile vile ni kuandaa hao watoto limuraqabati Allah azza wa jalla fi jami'i af'alihim, ikuweka itikadi
iliyosalimika na imani sahihi katika mioyo yao inakuwa ni kuandaa watoto kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala na kumogopa Allah katika matendo yao yote, haswa katika huu wakati ambao tuko nao, alladhi intasharat fihi alajhiza, ambao zimeenea hizi ajhiza, hizi social network, simu, laptop, telefazi, TV na mengineyo. Kwa hii itikadi sahihi ukipanikiza katika mioyo ya watoto, itikadi iliyosalimika na imani sahihi, utakuwa unawaandaa wao kumchunga Allah, kumogopa Allah katika matendo yao yote, haswa katika wakati tuliokuwa nao leo hii, kati ambao intasharat fihi alajhiza, mzimeenea hizi ajhiza, social network, mtandao ya kijamii, wama qad yahsulu fiha min as-sumum wal balaya al-jasima, ambayo inapatikana katika hizi ajhiza ukhatari wake, sumu na balaa iliyokuwa kubwa kabisa. Kwa hii gharsu al-aqidati as-salima wal imanu sahih ni msingi wa pili katika misingi mikubwa ambao ni chachu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia misingi hii watoto wetu kuwa katika zile itikadi, kuwa katika zile tarbiyatul islamia na adabu al-islam, ambao naimiza pia kadhalika na si nafsi yangu na nafsi za Waislam kuzingatia msingi huu wa kupandikiza itikadi iliyosalimika kwa watoto wetu na imani iliyokuwa sahihi kwa watoto wetu, ili ziwasaidie hizi ziwe ni maandalizi kwa wao ya kumchunga na kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hala Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.